Kwa hiyo tunapogawanya hisa kwenye masoko ya hisa mara nyingi ni kuivunja ili upate hisa nyingi zaidi, lakini thamani kitaalamu inabaki ni ile ile. Inaweza kusukuma mahitaji mengi, lakini sio kitu ambacho ni guarantee. Katika episodi yetu ya leo tunazungumzia share split au kwa jina jingine tunaita ni mgawanyo wa hisa. Kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia, kuna mjadala ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye vijiwe tofauti tofauti kuhusiana na benki ya NMB ikiwa inaelekea kugawa zile hisa zake. Sasa hii ina maana gani na pengine ni faida gani ambayo inaweza kupatikana kupitia huu mgawanyo wa share ambao tunategemea kuuona? Basi mimi naomba nisiwe msemaji sana, naomba nimkaribishe CPA Oswald Urassa ambaye sio mgeni sana kwenu, ili aweze kushare experience yake na kuweza kutufahamisha zaidi. CPA Urassa, karibu sana. Asante sana. Tunavozungumzia mgawanyo wa hisa au share split, manake unachukua hisa moja iliyokuwepo sasa hivi unaigawanya kwenye vipande kadhaa. Na kawaida hisa zinavyotolewa kwa mara ya kwanza kama sehemu ya kutafuta mtaji kwa kampuni zinakuwa na thamani au kwa Kiingereza unasema face value au par value. Okay. Kama ilikuwa na thamani ya shilingi 100, maana yake ukiamua kugawa iwe na thamani ya shilingi 10, kwa hiyo ulikuwa na hisa moja shilingi 100. Sasa hivi unakuwa na hisa 10 za shilingi 10, lakini thamani inabaki ni ile ile. Kwa hiyo tunapogawanya hisa kwenye masoko ya hisa mara nyingi ni kuivunja ili upate hisa nyingi zaidi, lakini thamani kitaalamu inabaki ni ile ile, kwa sababu kama hisa moja ilikuwa na thamani ya shilingi 100, ile face value yake ukishaivunja kuwa hisa 10, maana yake badala ya kuwa shilingi 100 inakuwa shilingi 10. Kwa hisa zinaongezeka, lakini thamani ya hisa inabaki ni ile ile. Kwa hiyo zinavogawanywa mara nyingi, lengo ni kuzifanya ziwe na bei ambayo inawasaidia watu wenye kipato cha chini kuweza kushiriki. Umezungumzia benki ya NMB ambayo ndio ambayo wamegawanya kutoka hisa moja ya shilingi 100, thamani ya face value ya shilingi 100 inagawanywa kuwa hisa 10 za shilingi 10 kila moja. Kwa kama ulikuwa na hisa moja unapata hisa 10. Na maana yake ni kwamba ile thamani inabaki ni ile ile kwa sababu umepewa hisa nyingi, lakini kwa thamani ya hisa inabaki ni kama ilivyokuwa, kwa maana ya ile bei ya kipande ya hisa kama ilivyo, au thamani ya hisa kama ilivyo, kwa maana face value. Kwa hiyo sababu ni kuifanya ziwe rahisi zaidi kunulika, hasa kwa watu ambao wana kipato cha chini, lakini pia zinaendana na uwiano wa baadhi ya hisa nyingine zilizo kwenye masoko ya hisa, na sio jambo jipya kwenye nchi za wenzetu, limefanyika. Baada ya kuwa NMB wametangaza, niliona kuna baadhi ya watu hasa ambao wameinvest kwenye soko walikuwa na shangwe nyingi huko mitandaoni. Sasa ambacho natamani nijue kwamba faida kwa wale watu ambao tayari wamewekeza kwenye hisa za NMB na kwa wale ambao pengine watanunua baada ya hizi hisa kuwa zimevunjwa. Kitaalamu kusema kweli hamna tofauti. Kwa sababu ulikuwa na hisa moja umepata hisa 10. Tofauti tu ni kwamba badala ya hisa moja kuwa shilingi 17,000 sasa hivi inakuwa 1,700. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wana shilingi 17,000 kununua hisa moja, na kiwango cha chini mara nyingi kimewekwa ni hisa 10, maana yake unahitaji shilingi 170,000. Hapo hujaweka zile gharama za madalali wa soko la hisa na gharama nyingine zinazohusiana na ununuzi. Ukiwa na shilingi 17,000 ambazo ni hisa 10 zile unaweza kushiriki moja kwa moja. Kwa sababu mojawapo ya kupendekeza baadhi ya makampuni ya gawanyi hisa zao ni kuzifanya ziwe bei ziendane na makampuni mengine kwenye soko, lakini pia kuzifanya watu wa kawaida ambao pengine hawataweza kushiriki moja kwa moja kwa sababu bei imekuwa kubwa au thamani imekuwa kubwa, ziweze kuwa na thamani ndogo. Lakini hiyo haina maana kwamba thamani ya kampuni husika imepungua. Haina maana hiyo. Ulikuwa na hisa moja shilingi 100, sasa una hisa 10 za shilingi 10. Kwa hiyo kitu ni kile kile.
kwa maana yake ukijumlisha itarudi kuwa ni 100 ile ile. Sawa kabisa, unakuwa na hisa sawa kabisa. Ila kuna uwezekano zikapanda kwa sababu sasa hivi kwa vile wanunuzi wanakuwa wengi, kwa sababu imekuwa ni affordable, ni rahisi na wakitokeza wanunuzi wengi lakini hamna wauzaji, inaweza kasukuma bei ikapanda. Lakini katika kununua na kuuza hisa natakiwa ufanye utafiti. Je, faida unayopata kwa kununua kwa hiyo bei inafikia yale malengo yako? Kwa sio habari ya kununua tu kwa sababu zimegawanywa. Lazima ufanye utafiti utakao kuongoza kwamba uwekezaji wako unakulipa kama kulinganisha na uwekezaji kwenye maeneo mengine. Na najaribu tu kuwaza kama kuzigawanya hizi hisa ni jambo zuri. Ukiangalia kwenye soko letu la hisa pia kuna kampuni ambazo zina hisa ambazo zina gharama kubwa ambayo Watanzania wengi pengine wanatamani kununua lakini hawawezi kununua. Je, cha kwanza hizo kampuni nyingine hazijaona kwamba kuna umuhimu wa kufanya kitu kama hicho? Na pili, ningetamani kujua labda ni nani ambaye anaamua kwamba hii kampuni igawanye zile hisa zake. Okay, inawezekana wenyewe hawajaona umuhimu wa kugawa hizo hisa kama iliyofanyika kwa NMB. Lakini pia mwisho wa siku maamuzi yote yanayofanyika kuhusu hisa ya wanahisa. Ndio maana tele NMB ilipeleka kwenye mkutano mkuu wa wanahisa. Kilichofanyika labda wakurugenzi waliona kwamba kwa bei ya hisa inavyoonekana sasa hivi pengine ili ziweze kuwavutia wawekezaji wengi zaidi wafanye share split. Kwa hiyo kapelekwa kwenye bodi ya wakurugenzi wakaleta kwenye mkutano mkuu wa wanahisa ndio wenye uamuzi wa mwisho. Sasa makampuni mengine siwezi kuyasemea, inawezekana hawajaona sababu hiyo au pengine hayana mahitaji makubwa kwa kama tunavyoona kwenye soko la hisa, sitaweza kufahamu. Lakini maamuzi siku zote ni ya wanahisa. Na kama nilivyosema yanaletwa kwenye mkutano mkuu, ndio tukaamua kwamba tunaamua kugawanya hisa zetu na kuwa na thamani ndogo kwa maana face value ili ziweze kuwafanya wanahisa watu wengi waweze kushiriki katika. Nashukuru, maanake mimi huwa napenda sana kufuatilia vitu ambavyo vinaendelea mitandaoni, kwa sababu hapa unavyoelezea nazidi kupata uelewa, kwa sababu niliona kuna watu walikuwa wanasema sisi tumepata hisa za bure kutokana na ile kugawanywa, kwa hiyo utajiri ule unakuja, lakini naona umeweza kufafanua vizuri. Na vipi sasa kuhusiana na pengine zinaweza zikawa ni hatua nyingine labda za kisheria? Kuna hatua zozote ambazo zinafuatwa, kwa sababu naona kama kuna mabadiliko ambayo yanatokea hapo kwenye ule umiliki? Kwanza niseme utajiri hujabadilika. Kwa sababu ulikuwa na hisa moja ya shilingi 17,000, una hisa 10 za shilingi 1,700. Kwa hisa 10 mara 1,700 unapata 17,000 ile. Kwa hiyo hakuna kilichoongezeka theoretically. Ni kwamba umekuwa na hisa nyingi tu, lakini zenye ile face value yake ni ndogo. Kwa hiyo ujumla wake ni kile ulichokuwa nacho. Kwa hakuna utajiri ambao umeongezeka. Labda itokee tu kwamba watu wajitokeza wanunuzi wengi alafu bei iendelee kupanda kulingana na wahitaji wengi kuwekeza kwenye hizo hisa, kwa sababu sasa hivi kama nilivyosema zimekuwa na unafuu kwa wawekezaji hasa watu wa kawaida. Hilo litokea ndio ambaye ni mmiliki, maana yake unapata fursa ya kuuza kwa bei ambayo imeongezeka thamani. Huo mchakato unahitaji mabadiliko ya kisheria, kwa sababu unajua hisa kampuni inaandikishwa kwenye msajili wa makampuni au BRELA. Na mabadiliko ya idadi ya hisa lazima yakaandikishwe kule, na ndio maana imechukua muda hapa katikati, ikiwa ni pamoja na kupata vibali vyote vinavyohusika na taasisi husika. Kama benki lazima kuitoa kibali, lazima mamlaka ya masoko na mitaji na dhamana atoe kibali, kwa sababu hisa zimeorodheshwa kwenye soko la hisa. Lakini pia una taratibu za kwenda kule BRELA. Yakishakamilika zitasajiliwa sasa, kwa sababu hisa hazitakuwa zile ambazo kwa mwanzo, zimeongezeka mara 10. So hisa moja imegawanywa kwa hisa 10. Kwa idadi ya hisa ambazo zimeorodheshwa kwenye soko la hisa itaongezeka kwa maana idadi ya hisa, lakini thamani inabaki pale pale. Lakini pia hata kwa msajili wa makampuni au kule BRELA inabidi waandikishe mtaji mpya, share capital ya kampuni husika. Kwa hiyo taratibu na kawaida zinachukua muda, ndio maana huo mlolongo na hayo mahitaji ya kisheria yafuate ili kukamilisha, ili mwisho wa siku taasisi ionekane kwamba ina hisa za ziada zilizotokana na kugawanya hisa zilizokuwepo na kadhalika. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatokea kwenye mahali pengine popote na sio kwa Tanzania peke yake. Je, pengine huu mgawanyo ambao utafanyika
pengine unaweza ukachochea vijana wengi kuweza kuamua labda kwenye kuwekeza hata kwenye NMB, au hata kama ikitokea kuna kampuni nyingine ambazo zitaamua kugawanya hisa hapa Tanzania? Ni kweli utachochea kwa sababu ya bei kugawanyika kwa 10. Kwa maana kwamba sasa hivi itakuwa ni 1700 chukule bei ya mwanzoni mwa wiki hii badala ya shilingi 17,000, na hiyo inafanya watu wengi waweze kushiriki. Kwa hiyo inaweza kuwavuta watu wengi kuja kwenye uwekezaji. Lakini ambalo nilikuwa nasema tangu awali na naomba nilisisitize, kabla ya kuwekeza kwenye mahali popote lakini ufanye uchambuzi kwamba hapa pananipa ile faida ambayo naitegemea wewe kama mwekezaji na kadhalika. Kwa hiyo sio kwamba unakwenda kununua tu kwa sababu unaweza kununua. Kuna maeneo mbadala ambayo ungeweza kuwekeza kiwango kile kile ukapata faida kubwa zaidi. Kwa hiyo kununua hisa kunaweza kusiwe uhakika moja kwa moja kwamba kile yale mategemeo yako ya uwekezaji unayapata na kulinganisha na sehemu nyingine mbadala ambapo tunawekeza fedha zetu. Lazima kufanya utafiti na financial analysis ya kutosha ili kufanya maamuzi sahihi. Au kubadilika kwa bei kusiwe sababu ya kufanya kwenda kununua hisa moja kwa moja. Okay. Na ikija kwenye afya ya kampuni, yani hii inamaanisha nini kwenye kampuni ya NMB kwa wale wa Tanzania ambao bado wanauoga, kwa sababu wanavyoona hisa zinaanza kugawanywa, mwingine anakuambia kampuni haifanyi vizuri, wengine wanasema kampuni inafanya vizuri ndio maana inagawa hisa, especially ukiwa na compare, mbona kampuni nyingine hazijawahi kufanya kitu kama hichi, kwa nini wenyewe wamefanya? Mgawanyo wa hisa hauna uhusiano wote na ufanisi wa kampuni. Kama nilivyosema ni kwamba ulikuwa na kitu cha thamani ya shilingi 17, sasa hivi kwa hisa moja ilikuwa na thamani ya 17. Sasa hivi unapata hisa 10 za 1700. Kwa hiyo kitu ni kile kile. Na mgawanyo wa hisa siku zote kwa baadhi ya makampuni, na nadhani hata sio hapa Tanzania tu, hauna uhusiano moja kwa moja na performance na ufanisi wa kampuni. Ni kufanya tu zile hisa sokoni ziwe rahisi kuuzika na kununulika, lakini pia kuwapa fursa wale ambao waweze kuwa na kile kiwango kikubwa ambacho kinatakiwa kushiriki moja kwa moja. Kama nilivyosema pale awali, hisa 10 kwa 17,000 wanazungumzia 170,000, lakini hisa 10 kwa shilingi 1,700 ni shilingi 17,000. Kwa hiyo pale ambapo ungeweza kununua hisa moja tu kwa 17,000, unawezeshwa kununua hisa 10 kwa ambayo ndio kiwango cha chini. Kwa maana kama ungeweza kutaka kushiriki wakati wa 17,000, utakiwa ununue 17,000 mara hisa 10 ambayo ndio kiwango cha chini. Kwa unahitaji 170,000. Mtu ambaye ana hiyo hela, maana yake kama umefungia nje. Sasa zikigawanywa namna hiyo zinawakaribisha wale ambao wanaweza ambao hawana kile kiwango cha chini kwa ajili ya kuweza kupata hiyo fursa ya kuwekeza kama wamefanya ile analysis nilisema pale awali, na sio kuwekeza kwa sababu zimekuwa rahisi. Na naomba tu niulize swali kabla tujaendelea na mada yetu, lakini ni sehemu ya mada. Nimeona unasisitiza sana kuhusiana na kufanya analysis. Ni analysis za aina gani ambazo hao watu wanatakiwa pengine wafanye kabla ya kuweza kuwekeza? Okay, uwekezaji kwenye hisa hapa na maana hisa zote, unawekeza kwenye hisa ukiwa na mategemeo kupata kipato. Sawa. Na kipato kinakuwa ni gawio, lakini pia kipato unakipata kwa njia ya ongezeko la thamani. Ulinunua hisa kwa shilingi 10, leo umepewa shilingi 15, ili shilingi 5 ni thamani yako umepata kwa kuzimiliki zile hisa kwa sababu zimeongezeka thamani. Sasa wakati wa kufanya analysis unalinganisha kipato unachokipata na kipato utakachokipata kwenye kuwekeza maeneo mengine kama kwenye hati fungani, kama kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja na kadhalika, kwa sababu hizo zote ni rasilimali fedha, financial assets. Lakini pia inabidi uangalie hatarishi, risks. Kwenye hisa ni more risk kuliko kuwekeza kwenye hati fungani. Na kitaalam ni kwamba unatakiwa kuwekeza mahali penye hatarishi, kipato chake kinatakiwa kiwe kikubwa, ili pia kukufidia zile risks au hatarishi ambazo unazichukua kwa kuwekeza kwenye hisa. Kitu ambacho nakisisitiza kwamba inabidi mtu ufanye utafiti wa kina na ushauri wa kina kabla ya kuwekeza, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwekeza kwenye mahali ambapo faida unayopata ni ndogo kuliko maeneo mengine mbadala ya uwekezaji. Kumbuka fedha yako ile ile kama mwekezaji unataka kuzalishia kipato kikubwa. Kwa hiyo ukiwekeza tu kwenye maeneo bila kuyafanyia utafiti wa kutosha, unaweza kuwekeza kwenye mahali ambapo kipato kinakuwa ni kidogo na hatarishi ni kubwa, lakini
kuongeza kuwekeza mahali pengine ambapo kipato ni kikubwa na hatarishi ni ndogo. Za mwisho wa siku kama mwekezaji siku zote unatamani pato lako liwe kubwa kutokana na uwekezaji. Ndio maana ameacha kutumia hela yako ile ukaenda kuwekeza. Yeah. Na ndio maana anasisitiza kwamba lazima ufanye utafiti wa kutosha, na ndio maana washauri wa fedha wa uwekezaji wanakupa huo mwanga kwamba maeneo sahihi ya kuwekeza ni haya. Kadhalika kwa sababu ya wanalinganisha pia hatarishi na kile kipato unachopata kutokana na maeneo unayowekeza kwenye hisa, kwenye hati fungani, kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja na maeneo mengine mbalimbali. Umezungumza vizuri kuhusiana na uchambuzi, lakini najaribu tu kuwaza kwa hali ya nchi yetu ilivyo, hasa wa Tanzania. Manake naamini kutumia hawa wataalam ili kuweza kukufanyia pengine uchambuzi au utafiti ni kitu ambacho kinahusisha gharama. Hasa kwa ule Mtanzania wa kawaida ambaye anatamani kuwekeza kwenye soko la hisa au kwenye hizi hisa, anawezaje yani yeye kufanya huo uchambuzi? Kuna baadhi ya stock brokers na hata taasisi nyingine wanatoa hizi elimu ya fedha bure, hasa kwa wateja wao. Kwa ukishakuwa mteja wa kampuni husika, ni ukimwendea atakushauri kwa sababu anataka umpe ile biashara kusaidia kununua au kuuza. Wengi wao wachaji wanapata ile fursa kupata ule utaalamu na ushauri, kwa sababu mwisho wa siku akikushauri vizuri utampa fedha zako, atakusaidia kuwekeza na atakusaidia kupata kipato kwa kama ulivyokuwa unategemea kwenye uwekezaji wako. Lakini wakati mwingine pia sio ushauri ambao ni rahisi kupatikana kwa kila mtu, na hasa ukichukulia jiografia ya nchi yetu na ukubwa wa nchi yetu tulivyokuwa. Ni vizuri ukatafuta watu ambao wana utaalamu wa namna hiyo, aidha kwa kupitia vikundi au utafuta marafiki ambao wameshiriki wakakupa mwanga kidogo. Lakini ambacho nilikuwa nakisisitiza kwamba usiende bila kupata ushauri. Matokeo yake naweza kujikuta kwamba umefanya kitu ambacho mwisho wa siku hakikufikia yale mategemeo yao ya faida kutokana na uwekezaji wako. Okay. Na kipindi ambacho pia unazungumza, kuna vitu viwili ambavyo walivizungumza. Tukirudi sasa kwenye mada yetu ya hizi hisa za NMB, umesema kuna kitu kinaitwa gawio na kuna kitu kinaitwa ongezeko. Ili tukio ambalo linaenda kufanyika litaathiri vipi hivyo vitu vyote viwili? Asante sana. Gawio lililotangazwa la 610 kama sikosei, lilikuwa limetolewa kwa idadi ya hisa zilizokuwepo wakati hisa moja ilikuwa na thamani ya shilingi 100. Kwa hiyo sasa hivi kwa vile hisa moja ni shilingi 10, maana yake ile gawio itagawa kwa 10. Sasa kwa sasa hisa moja imezaa kuwa hisa 10. Kwa habari ya gawio na hili limeshapita, kwa hiyo wala halina nani sana, halina nguvu sana. Lakini magawio yatakayokuja mbele ya safari watagawa kwa hisa I think NMB itakuwa na hisa kama bilioni 5 kama sikosei. Wakati walikuwa na milioni 500 mwanzo. Kwa hiyo wameongeza hisa 10 kwa itakuwa bilioni 5. Kwa hiyo faida itapatikana gawa kwa idadi ya hisa hizi mpya hisa. Kwa maana ile thamani ya gawio ambalo litakuwa linaongezwa, zinatangazwa kila wakati, itaongezeka, litagawanywa mara 10 kwa sababu una hisa nyingi mara 10 zaidi ya zile ambazo zilikuwepo pale mwanzoni. Kwa upande wa gawio halitakuwa na athari yote, kwa sababu ile faida itakayopatikana inagawanywa kwa idadi mpya ya hisa. Ile ukitaka kulinganisha mwaka jana au miaka iliyotangulia, ndio inabidi lile gawio gawa mara kwa 10, kwa sababu sasa hivi idadi ya hisa ni nyingi kuliko zilizokuwepo wakati tunatangaza hesabu za mwaka 2025 na miaka iliyotangulia. Lakini kwa upande wa ongezeko la thamani, hiyo sasa itatokea kama tulivyozungumza kwamba kama watajitokeza wanunuzi wengi lakini wauzaji wachache, inaweza kusababisha bei kupanda kuanzia 1700 1800, lakini pia inaweza kusababisha kama hata jitokeza wengi, wale walionunua wakitegemea kwamba zingepanda, wakiwa wauzaji ni wengi kuliko wanunuzi, inaweza kusababisha bei zikashuka. Kwa hilo pia linaweza kutokea. Yaani kuna pande mbili. Inawezekana wauzaji ni wachache, wanunuzi wengi kwa sababu bei ya hisa imepungua baada ya mgawanyo. Lakini pia kama yale mategemeo kupanda hata kuwepo, ukawa na wauzaji wengi, ana hasa walionunua wakitegemea kwamba baada ya mgawanyo pengine bei itaongezeka, lakini haikuwa hivyo, wakaamua kuuza na kadhalika. Kwa hiyo inawezekana pande zote zinaweza kutokea, bei kashuka au inaweza kupanda. Na ndio uwekezaji kwenye hisa ulivyo, inategemea na hali ya soko ilivyo. Na tunafahamu baadhi ya makampuni ambayo hisa zilipanda sana lakini baadaye zimeshuka na kadhalika. Kwa hiyo inawezekana.
Na ambacho tunakizungumzia hapa ni kwamba kwa vile zimekuwa rahisi na watu wengi wanaziweza sasa kuzinunua, inaweza kasukuma mahitaji mengi, lakini sio kitu ambacho ni guarantee, yani hauna uhakika. Inategemea na nguvu ya soko na jinsi watu ambao wanaiona, na hasa ile demand na supply, wale wanaotaka kuuza na wanaotaka kununua. Bei inaweza kupanda kwa sababu wanunuzi wengi, wauzaji ni wachache. Bei inaweza kushuka kwa sababu wauzaji ni wengi, wanunuzi ni wachache. Sasa tutaona bila safari. Nashukuru, umeelezea vizuri mpaka umenifanyia nicheke kwa sababu nikiangalia kuna watu wengi wanaamini kwamba zitapanda tu, yani kwamba hakuna kushuka kwa sababu wanategemea Watanzania wengi wataonyesha huo uhitaji, labda pengine zipo zina gharama kubwa, ndio maana anticipation kwamba inakuwa zitaongezeka, yani kwamba wale ambao tayari wanamiliki wanaona demand itakuwa ni kubwa, kwa hiyo zitaongezeka ile gharama yake. Kwa hiyo wengi wapo wakiamini zitaendelea kupanda. Inawezekana. It is possible. Na pia kuna utofauti gani sasa wa hiyo share split pamoja na hii kwamba inaitwa ni bonus shares pamoja na lile gawio la cash, yani utofauti wake ni ukoje? Okay. Share split ni kugawa. Ukiwa na hisa moja unapata hisa 10. Bonus shares ni unapewa hisa za ziada lakini hauzilipii. Labda mara nyingi inachofanyika ni kwamba kampuni inachukua ile faida iliyolimbikizwa, retain earnings, wanasema tunakupa shares za ziada. Kwa hiyo unaongezewa hisa bila kuzilipia. Lakini pia una kitu kingine inaitwa scrip dividend. Unalipwa hisa baada ya kupewa taslim cash. Na baadhi ya taasisi zimefanya, Maendeleo Banking moja wapo ya benki ambao waliwapa wanahisa wao hisa, badala ya kuwapa cash unapewa hisa za ziada. Maana yake unatumia faida iliyopatikana wabaki na mtaji na fedha taslim kwa ajili ya kukuza mtaji wao na kadhalika. Unapewa hisa za ziada lakini uzilipii, badala ya kupokea taslim gawio unapewa idadi nyingine za idadi ya ziada ya hisa, na unapewa kwa ratio maalum kulingana na jinsi ambavyo zitakubalika. Kwa hiyo kuna share split ni kugawa hisa. Hisa moja inapewa hisa 10, 20 kulingana na maamuzi yenu. Lakini bonus shares unapewa hisa za ziada bila kuzilipia. Kama ulikuwa na hisa 10, labda unaweza kuongezewa hisa 2 ambazo unapewa bila kuzilipia. Na wakati wa kuja kutangaza gawio miaka inayofuata, wanachukulia zile ulizolipia pamoja na zile ambazo umepewa kama bonus. Ndio idadi ya hisa ulizokuwa nazo. Lakini pia hata kampuni ikilipa gawio kwa njia kutoa scrip dividend, kwa kulipa gawio kwa kuwapa wanahisa wake hisa za ziada bila kuwalipa pesa taslim, maana idadi ya hisa zinaongezeka. Kwa split inaongeza shares, bonus inaongeza shares, lakini pia scrip dividend inaongeza shares, kwa maana kupokea hisa badala ya kupokea taslim, idadi ya hisa inaongezeka. Kwa hiyo unakuwa na hisa nyingi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo miaka inayofuata wakati wa gawio, maana yake unapokea gawio kwa idadi ya hisa zaidi ya zile ambazo umezilipia. Ndio kawaida ndio. Kulikuwa na nyingine ambayo ulikuwa umezungumza ni hii nyingine ni gawio la cash. Gawio la cash. Gawio la cash ni kwamba lazima upokee pesa taslim kwenye akaunti yako. Maana yake baada ya kuchukua mapato na matumizi ya kampuni husika, ile faida iliyopatikana inalipiwa kodi. Kwa ile baada ya kodi wanatafutaga faida kwa kila hisa shilingi ngapi. Na ndo anasema kulingana na sera ya gawio livyo, labda wanalipa 50%. Kwa ile faida kwa kila hisa baada ya kodi unalipwa shilingi 50, unapokea taslim cash. Na unahitaji kuwa na akaunti yako ambapo kampuni husika itakutumbukizia ile gawio lako, unapokea taslim. Lakini ile scrip dividend unapokea gawio kwa njia hisa za ziada, haupokei fedha taslim, unaongezewa hisa pamoja na ile bonus shares kama tulivyosema pale awali. Asante. Ila labda nisisitize kwenye hisa hisa za cash, gawio la cash. Ni muhimu sana akaunti yako iwe active. Wiki chache zilizopita baada ya CRDB kutangaza gawio lao, walisema kwamba kuna shilingi bilioni 3 na bilioni 900 ambazo hazijachukuliwa na wanahisa kama 5700. Ilikuwa kwenye social media, mmekutana nao kwenye social media. Kwa sababu njia pekee ya kulipa gawio na kutoka kwa kampuni yote wanatumbukiza kwenye akaunti yako. Kwa kama umewekeza kwenye hisa, wewe ni mwanahisa, hakikisha akaunti yako iko hai.
na ndio ambapo kampuni husika kutakuwa wanapeleka lile gawio lako kila wakati. Hata uwekezaji kwenye hati fungani pia kuna hela nyingi tu zimebaki kule benki, kwa sababu kuna watu waliwekeza lakini hawafahamu, hawajulikani, pengine wameshakufa au pengine wamesahau na kadhalika, au walitoa akaunti ambazo haziko active. Kwa hela zikitumwa zikakuta akaunti iko dormant, zinarudi kule benki kuu kwa upande wa hati fungani za serikali kuu, au zinarudi kwenye makampuni yanayopeleka gawio kwenye akaunti yako. Kwa hakikisha akaunti yako siku zote iko active, kwa sababu njia pekee ya kutumia hela na mawasiliano kati yako na kampuni iliyowekeza hisa zake na kupitia akaunti yako moja. Lakini la pili, wanafamilia wafahamu kuna watu ambao wamekufa, wameondoka duniani, wameacha hela nyingi tu na hisa, hati fungani, hela nyingine ziko benki hazijulikani. Ni vizuri sana 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 wanafamilia wakafahamu kwamba ulikuwa mwekezaji, sababu unajua uwekezaji kwenye hizi rasilimali fedha, financial assets, sio kama majengo. Jengo tajukana ni nyumba fulani, ni gari la fulani, ni shamba la fulani, lakini una hati fungani, una hisa, mpaka mtu aweze kufahamu au kukutana na kile cheti ndio atafahamu kwamba ulikuwa mwekezaji. Kwa hiyo ni vizuri pia wanafamilia wakafahamu kwamba tumewekeza kwenye hisa, kwenye hati fungani, mifuko ya uwekezaji wa pamoja na kadhalika, ili siku ikiondoka duniani wanaweza kurithi zile mali zako. Ya, nimependa umetoa mfano wa hizo account ambazo zilikuwa ni dormant, especially kwenye hiyo kesi ya CRDB. Sasa ikitokea kitu kama hicho, hawa watu ambao wanakuwa pesa zijaingia kwenye akaunti zao, kwamba ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike sasa ili yeye, kwa sababu umesema pesa imeingia alafu itarudi kwenye taasisi husika ambayo ilitoa. Sasa mtu kama huyu anatakiwa afanye kitu gani ili kuweza kupata pesa zake? Okay, sawa, ni swali zuri sana Ima. Ukishawekeza unatakiwa fahamu kwanza wewe mfuatiliaji. Kama ni makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa wanatangaza tarehe za mikutano mikuu, lakini pia na tarehe za gawio. Kwa kama umewekeza kwenye kampuni husika utafahamu, ukishafahamu tarehe ya mkutano mkuu anakuambia kabisa tunalipa gawio tarehe fulani. Kwa hiyo utakuwa unafuatilia kwa karibu, na ni vizuri kaweka record. Kwa sababu pengine umewekeza kwenye makampuni 2, 3, 10, 15, fahamu nategemea kupata gawio kwenye kampuni A siku fulani, kampuni B fulani, kampuni C fulani na kadhalika. Lakini pia kama umewekeza kwenye hati fungani, kuna zile tarehe za kulipa zile riba. Hizo benki kuu zinalipa mara mbili. Kununua Januari, ya pili yake kutoka Julai. Kwa hiyo tengeneza kwenye diary yako, onyesha kwamba nategemea kupata muamala wa uwekezaji wangu kwenye hati fungani za benki kuu tarehe 7 mwezi wa 8 na tarehe 7 miezi 6 mbele yake, ambayo inakuwa ni nusu ya ule uwekezaji wako. Kwa hiyo unafuatilia. Kama hazikuja unakwenda kuuliza kwamba nilikuwa nategemea hela, mbona sijaona kwenye akaunti yangu? Ndio kazi yako wewe kama mwekezaji. Usipofuatilia zinakaa hilo tu. Ndio maana tunasikia kuna mabilioni ya pesa ambayo kupia kwa benki kuu yako kwenye makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa na makampuni mengine, kwa sababu hayana mwenyewe. Kwa hiyo lazima ufuatilie kwa karibu, utengeneze tarehe ambazo unajua kwamba unategemea hiki kipato kiingie kwenye akaunti yako. Lakini kikubwa, hakikisha akaunti yako iko hai wakati wote, kwa sababu watatuma tu kwenye akaunti yako, kama haiko hai inaweza kurudi. Lakini kuweka zile kumbukumbu ni vizuri, kwa sababu unaweza kukuta siku hiyo mtandao wa benki husika ulikuwa hauko vizuri, kwa siku imetumwa zikarudi. Kwa hiyo ni vizuri kama una kumbukumbu unaanza kufuatilia, unakwenda kule benki kuu, unakwenda kwenye makampuni husika yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa, mimi sijapata gawio langu na kadhalika na kadhalika. Ni vizuri sana kuweka hizo kumbukumbu. Okay. Nashukuru CPA Urassa kwa kuweza kuja kwenye kipindi chetu na kuweza kufafanua, kwa sababu hii ni mada ambayo naweza nikasema kwa Kiswahili cha kiujana ni mada ya moto. Ya kwamba huko watu mtaani ni kitu ambacho kimewagawanya, pengine kwa kuwa na uelewa tofauti. Kuna ambao wanaelewa hivi na kuna ambao wanauelewa tofauti. Sasa kupitia kipindi hiki basi Watanzania wengi wameweza kuelewa maana ya kugawanya zile share. Kama ambavyo tu nilimention mara kwanza, wengine walijua wanapata shares zinapoa nyingi zaidi kama kunapoa kuna ongezeko la share, lakini umeweza kuelezea vizuri. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Watazamaji pamoja na wasikilizaji ambao mlitamani kujua au ambao mmetamani kuwekeza kwenye hisa za NMB, nina uhakika mpaka sasa hivi unafahamu kuhusu mbivu na mbichi. Tumeelezea kinagaubaga, kwa hiyo ni wewe tu kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi, na pia usisahau kufanya uchambuzi au analysis kama ambavyo tumezungumza hapa.
Naomba niendelee kuwakumbusha tu kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok ili kuweza kupata elimu zaidi. Pia msisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Skalt Online TV. Naomba tukutane wakati ujao.